Moja kwa moja kwenye sehemu ambayo umesubiria, kipenga cha michezo. Na kwenye kipenga cha michezo, msikilizaji, tunaangazia swala la usalama katika viwanja vya Kenya watia wasiwasi katika kuelekea michuano ya CAF. Neno la Kiswahili pamoja likiwa na maana ya pamoja limekuwa likitumika kuzitaja Kenya, Tanzania na Uganda kwenye kuwa wenyeji wa michuano ya mataifa ya Afrika CHAN, lakini majirani hao hawako sawa linapokuja swala la maandalizi ya fainali hizo mwezi Agosti. Inatarajiwa kuwa mara ya kwanza kwa mashindano ya bara kuandaliwa kwa pamoja na nchi tatu, lakini mashindano ya wachezaji wa nyumbani tayari yameahirishwa mara moja kwa sababu kazi ya miundombinu na vifaa havijakamilika. Afisa mmoja mkuu wa shirikisho la soka Afrika CAF asema Kenya iko tayari 90%, lakini ameonya kwamba hatua lazima zipigwe na kwamba masuala ya usalama ya uwanjani yanahitaji kushughulikiwa. Uganda wanasema kwamba wako tayari na Tanzania wanaweza kucheza kesho, na Kenya wanaweza kucheza kesho. Katibu mkuu wa CAF Veron Mosengo amesema udhibiti wa umati wakati wa mechi kubwa nchini Kenya umekuwa eneo la wasiwasi katika miezi ya hivi karibuni. Mnamo Machi, mashabiki walilazimika kuingia uwanjani wa kitaifa wa Nyayo wakati wa mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 26 dhidi ya Gabon kwa kuvunja lango. Tukio hilo lilijiri wakati wa mchezo wa kwanza wa Harambee Stars katika ardhi ya nyumbani baada ya takribani miaka miwili. Mosenga Omba anaakiri kwamba ingawa tatizo hilo kutokuwepo kwa muda mrefu katika kuandaa kandanda ya kimataifa inaeleweka. Kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 27 ikitarajia kuandaliwa kwa pamoja na Kenya, Tanzania na Uganda, CAF tayari inachukua hatua kuhakikisha viwango vya usalama vinaafikiwa kwa CHAN. Kenya itakuwa na viwanja viwili jiji kuu la Nairobi kwa mashindano ya CHAN. Uwanja wa Kasarani wenye uwezo wa kubeba watu wapatao 60,000 na uwanja wa kitaifa wa Nyayo unaochukua watu wapatao 22,000. Kulingana na afisa mkuu wa utendaji kamati ya andalizi ya nchini humo Mike Raba, ni masuala kama hayo ambayo yametia wasiwasi CAF. Kuhusu mchezo wa Kenya na Gabon mwezi Machi, ambapo tiketi za mtandaoni zilitumika kwa mauzo kumalizika siku moja kabla ya mchezo huo, Raba amesema waandaji walifanya vyema. Rais wa CAF Patrice Motsepe, ambaye alizuru Afrika Mashariki kuangalia maendeleo ya maandalizi ya CHAN mwezi Desemba, anatarajia kuzuru eneo hilo tena hivi karibuni. Safari hiyo inatumika kama makataa muhimu kwa mataifa matatu mwenyeji. Kwa upande wake, kamati ya andalizi nchini Kenya inahamu kuwa tayari mwishoni mwa mwezi Juni itakuwa imekamilisha hali zote zinazohitajika. Wakati huo, mawaziri wa michezo kutoka mataifa watatu yenyewe ambaye ni wenyeji amedhibitisha kujitolea kwao kuandaa mashindano yenye mafanikio kwa bajeti ya dola zipatazo milioni 39. Na kwingineko, mshambuliaji chipukizi wa Barcelona Lamine Yamal anaweza kugharimu takribani pauli milioni 340 ikiwa unataka kumnunua, kulingana na kituo cha utafiti wa Uswizi ambacho utathmini thamani ya wachezaji mahiri. Kituo hicho ambacho ni cha CIES Football Observatory kimepiga mahesabu kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 ambapo ni euro milioni 400, karibu mara mbili ya thamani ya uhamisho uliorekodi katika rekodi ya dunia ya Neymar ya euro milioni 222 kutoka Barcelona kuelekea Paris Saint-Germain. Kinda huyo wa Hispania ni mchezaji wa tano mwenye umri wa miaka mdogo kucheza mechi yake ya kwanza ya La Liga akiwa na umri wa miaka 15 na miezi 9. Amefunga mabao 23 ambayo ni mengi zaidi kuliko mshindi wa Ballon d'Or mara 8 Lionel Messi akiwa na umri huo. Yamal alihusika katika mafanikio ya Uhispania ya Euro mwaka 2024, akawa mchezaji bora chipukizi katika mashindano hayo na pia kubeba mataji mawili ya La Liga
na Copa del Rey akiwa na Barcelona. Alishinda tuzo la mwaka jana la Golden Boy iliyotolewa kwa mchezaji bora wa Ulaya chini ya miaka 21. Mkataba wa miaka 6 aliosaini na klabu hiyo ya Catalan wiki iliyopita unajumuisha kipengee cha kulipa euro bilioni 1 ili kuvunja mkataba huo kwa klabu inayotaka kumnunua. Yamal ambaye anatimiza miaka 18 mwezi Julai amemzidi mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland miaka 24 kwa thamani ya pauni milioni 140 zaidi. Haaland yuko katika nafasi ya pili kwa thamani ya euro milioni 240 sawa na pauni milioni 200. Mshambuliaji wa Real Madrid Jude Bellingham ndiye mchezaji mwenye thamani zaidi kutoka Uingereza kwenye orodha hiyo akiwa na thamani ya euro milioni 204, huku mchezaji mwenzake Kylian Mbappe akiwa na thamani ya euro milioni 193. Aliyekuwa kwenye tano bora ni fuadi wa Bayern Munich na Ujerumani Jamal Musiala mwenye umri wa miaka ama thamani yake ni euro milioni 155. Wengine ni Pedro Barcelona euro 141 milioni, Vinicius Junior ambaye nafasi ya 7 Real Madrid akiwa na euro 109.7 milioni, Cole Palmer wa Chelsea euro 106.5 milioni, Julian Alvarez Atletico Madrid euro zipatazo 106 milioni, na namba 10 ni Florian Wirtz Bayern Leverkusen akiwa na euro 103 milioni. Beki mwenye thamani juu zaidi kwenye orodha hiyo ni chipukizi wa Barcelona Pau Kubas na thamani ya euro milioni 118, huku Bata Verbruggen wa Brighton Palivia akiorodheshwa kama golikipa mwenye thamani ya juu zaidi ya euro milioni 64. Mchezaji wa 10 kwenye orodha hiyo kiunga mshambuliaji wa Ujerumani Florian Wirtz ambaye anatarajiwa kujiunga na mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Liverpool kwa kile kinachotarajiwa ununuzi mkubwa katika soka ya Uingereza. Hicho ndicho kipenga cha michezo.